Na mwali gani unaongea nami Charles Ibrahim kutoka Chuo Kikuu cha Teofilo Kisanji hapa Mbeya. Leo ilikuwa ni siku ya uapisho wa rais na makamu wake hapa Chuo Kikuu cha Teofilo Kisanji, ambako tumeona wameweza kuapishwa vizuri na makamu mkuu wa chuo, lakini makamu mkuu wa chuo taaluma. Na mniko na mheshimiwa rais hapa Mr. Samuel Nyanda. Naomba tukajue machache ambayo anatuahidi, anawaahidi watu wa TECUSO katika mwaka wake wa uongozi 2026-2027. Naam mheshimiwa, habari yako? Salama, habari. Salama, hongera, umependeza. Asante. Naona suti nzuri, inaashiria mambo yako vizuri. Nashukuru. Naam, tukio la uchaguzi lilikuwaje? Awali yote nianze kumshukuru Mungu kwa mchakato mzima wa tukio la uchaguzi. Uchaguzi ulikuwa wa haki, uchaguzi ulikuwa huru na michakato yote ilienda kwa uwazi. Na tunamshukuru Mungu kwa ridhaa hii ambayo wana TECUSO wametuamini. Ninaamini mambo yatakuwa sawa. Na mheshimiwa, umepata nafasi ya kuwa rais sasa katika chuo chetu cha Teofilo Kisanji, na tuna changamoto nyingi ikiwemo miundombinu, lakini pia tunajua wanafunzi ndio wanaunda taasisi. Una mpango gani kwa mambo hayo? Binafsi kama rais wa serikali ya wanafunzi Teofilo Kisanji, nimejipanga kuwatumikia wanateku. Nimejipanga kuleta mabadiliko kwa chuo chetu, lakini zaidi katika uongozi wangu kipaumbele changu ni kuweka maslahi ya wanafunzi kwanza kabla ya maslahi yangu binafsi. Lakini zaidi najua tunazo kero nyingi, na mimi kwenye uongozi wangu ninayo imani ya kuacha legacy kwa kushughulikia kero za wanafunzi, lakini pia kuja na ubunifu utakaoongeza tija na muonekano wa chuo chetu. Na mheshimiwa, namwambiaje mwanafunzi ambaye sasa anafanya udahili wa kuja chuo kikuu, lakini na wale ambao wako hapa TECU tayari? Kwanza wanafunzi ambao wako hapa TECU, niendelee kuwaomba tushirikiane kwa mabalozi wazuri wa chuo chetu, lakini na wale wote ambao wanatarajia kujiunga na chuo chetu Teofilo Kisanji niwakaribishe. Teofilo Kisanji ni chuo kizuri, lakini mahali salama pa kila mwanafunzi mwenye ndoto kubwa kupata taaluma na kufikia ndoto zake. Naam, nikutakie utekelezaji mwema. Hongera sana mheshimiwa. Asante sana, tuko pamoja. Asante.